kumwenzi na kumtukuza Mungu kwa maisha ambayo Mungu alimpa ndugu yetu, kaka yetu, Mheshimiwa Lukuvi. Mungu ampumzishe kwa amani. Asante mkuu wa mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba sasa uniruhusu nimwalike Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge mstaafu na ni rais wa Umoja wa Mabunge Duniani. Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Baba Paroko, tunakushukuru sana kwa misa hii takatifu kwa ajili ya ndugu yetu aliyetangulia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, viongozi wote mlioko hapa na waombolezaji wenzangu, kipekee kabisa familia ya marehemu, mke wa marehemu, watoto wake pamoja na ndugu wote. Poleni sana na msiba huu mkubwa ambao umetupata. Na sisi wote tulioko hapa, pamoja na kwamba tunamuombea baba yetu, kaka yetu apumzike kwa amani, na nyinyi tunawaombea mpite salama katika jambo hili ambalo Mungu ameliruhusu lipite kwenu wakati huu. Hatuna wasiwasi atawapitisha salama. Tutaendelea kuwaombea. Ndugu waombolezaji wenzangu, mengi yamesemwa hapa na najua orodha ni ndefu ya watu wa kuzungumza na tumeambiwa muda umekwenda sana. Pengine mimi nitalisema moja tu, na hilo moja ni kwamba mimi nilijifunza kutoka kwake mtu huyu ambaye yuko hapo leo. Tumekuja sote kumpa heshima hizi. Hakuwa na choyo ya maarifa. Na hakuwa na choyo ya maarifa katika maeneo yote. Ukitaka maarifa ya namna ya kufanya siasa safi, utazipata kwake. Ukitaka maarifa ya namna ya kutokuwa mwizi, utajifunza kwake. Maana yote alitufundisha yeye. Lakini pia ukitaka kuwa mbunge bora, utajifunza kwake. Na ukitaka kuwa mbunge wa muda mrefu kama yeye alivyokuwa, utajifunza kwake. Na hakuwa na choyo, kwa maana ya kwamba katika hayo maeneo machache niliyoyataja angeweza kukueleza kama ungetaka. Kwa wale wachache ambao walikuwa akikuona tu labda unaenda ndivyo sivyo, atakuita yeye mwenyewe akwambie hebu njoo kaa hapa. Tunaenda hivi, tunaenda hivi, tunaenda hivi. Ukitaka kufanikiwa jambo hili, nenda hivi. Ukitaka kufanikiwa jambo hili, nenda hivi. Ukifanya hivi unafanya vibaya. Ukifanya hivi hutafanikiwa. Kwa hivyo hakuwa ni mtu ambaye angefurahia baya limpate mtu mwingine. Na ndio maana hakuwa na choyo ya kutoa ushauri katika jambo lolote. Na kwa hivyo katika hili moja la kutokuwa na choyo ya maarifa, kila moja achukue ambalo amejifunza kwake, aangalie namna atakavyo muenzi, kwa sababu wengine tumemfahamu katika kipindi chake cha utumishi. Kila mmoja wetu amejifunza kulingana na yeye alivyokutana naye. Sasa katika utumishi wake, ili tumuenzi vizuri, lile ulilojifunza kwake, hebu lienzi hilo, hebu liishi hilo katika yale ambayo baba paroko na viongozi walioko huku mbele wametukumbusha siku ya leo. Wametukumbusha siku ya leo na sina haja ya kuyarejea. Asante sana kwa fursa ya kuzungumza baba paroko, lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye yuko hapa kwa ajili ya jambo hili upande wa serikali. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Poleni sana familia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa ninaomba uniruhusu nimwalike Naibu Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar kwa niaba ya Spika wa Baraza
Namwita Mheshimiwa Mwanaasha Hamisi Juma. Karibu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika, viongozi wote mliokuwepo hapa, itifaki inazingatia. Lakini kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia uhai na kukutana hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitoe pole kwa niaba ya Mheshimiwa Spika Zuberi Al-Maulid kwa wafiwa wote, lakini kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wabunge pamoja na Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika wakati ananiruhusu kuja nimwakilishe alinizungumzia na kumpa sifa nyingi Mheshimiwa marehemu Lukuvi. Wamekuwa wakifanya kazi pamoja akiwa mbunge, lakini pia akiwa mwenyekiti wa bunge la Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Zuberi Al-Maulid. Lakini pia mimi binafsi nimemuona kwa mara ya kwanza, tukakutana hivi tu katika sherehe za Mapinduzi akiwa mgeni rasmi kule Zanzibar katika jimbo la Dimani. Alikuja kuweka jiwe la msingi mabweni ya chuo cha ITT madrasa. Lakini kwa muda huo mchache ambaye nimezungumza naye, nimemuona kwamba ni kiongozi mahiri, kiongozi shupavu na kiongozi ambaye anapenda utu, lakini pia anapenda maendeleo kwa pande zote mbili, ikiwa serikali ya Jamhuri ya Muungano lakini na serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Hivyo basi kwa niaba ya Mheshimiwa Spika tunatoa pole tukiwa wawakilishi, lakini baraza la wawakilishi wote kuna maswahiba zake mle na watu wengi wamefanya naye kazi kwa pamoja. Kwa kweli msiba umetushtua na tunamuomba Mwenyezi Mungu aiweke roho yake peponi na wafiwa wote awape subra katika kipindi hichi kigumu. Bwana